Mfuatiliaji wa Snadareal TV, leo hii tuko hapa mkoani Pwani ambapo tumekuja kushuhudia uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, na hapa nipo na mtu bingwa kabisa, kiongozi katika mkoa huu wa Pwani. Atatuambia akiwa kama mshiriki katika uzinduzi wa mbio za Mwenge, yeye ana yapi ya kusema. Karibu, tutajitambulisha majina yako. Kwa majina naitwa Juma Kwangaya, ni mjumbe wa Baraza Kuu la Vijana Taifa ninayewakilisha mkoa wa Pwani. Asante. Labda wewe unajisikiaje kuwa miongoni mwa watu ambao wameshiriki katika uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru? Najisikia vizuri sana. Kwanza nafurahia kuona Mwenge wa Uhuru mwaka huu umezinduliwa ndani ya mkoa wetu wa Pwani. Lakini kama tunavyoelewa, Mwenge wa Uhuru utakwenda kuzindua miradi mbalimbali ya kimaendeleo ndani ya mkoa wa Pwani. Nimesema wataenda kuzindua sekta ya barabara, afya itaenda kuzindua, miradi ya maji itaenda kuzindua, lakini vikundi vile vya vijana ambavyo tunaenda kuviwezesha kiuchumi. Lakini haswa mimi ni kiongozi wa vijana, nafurahika kuona vijana wanaenda kuwezeshwa kiuchumi kupitia ile asilimia ile gawio letu la 4% ya kutoka kwenye halmashauri husika. Lakini hii imekuja kwa kasi sana kwa sababu fedha zinazotoka ni nyingi. Zamani zilikuwa fedha inayotoka haitoshi hata kuanzisha miradi, lakini kwa sasa fedha zinazotoka ni nyingi, na vijana wanaoenda kuanzisha hii miradi tunaona kabisa wanapata kitu kikubwa cha kufanya ndani ya maeneo yao. Lakini tukienda sekta ya maji, tunaenda kumtua mama ndoo kichwani. Badala ya mama kwenda mbali kwenda kufuata maji kwa ajili ya watoto wake, anapoteza muda mrefu, lakini sasa maji yapo karibu, yataenda kusaidia sasa kuchochea maendeleo ndani ya maeneo yetu. Lakini kama tunavyoelewa, Tanzania tunayo mazao mbalimbali tunalima ndani ya maeneo yetu, lakini barabara ilikuwa changamoto. Lakini sasa tunapokwenda kuzindua miradi ya barabara, maanake ni nini? Maanake tunakwenda kuweka karibu kati ya mazao yale kule mashambani na wale waraji ndani ya maeneo yetu. Kwa hiyo Mwenge wa Uhuru huu unakwenda kuakisi mambo makubwa ndani ya mkoa wetu wa Pwani. Lakini kubwa zaidi, Mwenge wa Uhuru wa kauli mbiu inasema tushiriki uchaguzi kwa utulivu na amani. Hiyo ndiyo kauli mbiu. Sasa kama tunakwenda kwa utulivu na amani, niendelee kuwaomba wananchi wa Pwani, lakini na Watanzania kwa ujumla, itakapofika Oktoba tarehe ile ambayo itapangwa, twende tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura, kupata viongozi ambao tunaohitaji kwa amani na utulivu. Nchi yetu ya Tanzania ni nchi ya amani, ni nchi ya utulivu. Tunatambua rais wetu anaendelea kuboresha mambo ya amani ndani ya nchi yetu. Asante sana. Asante. Lakini pia umezungumzia kwamba Mwenge wa Uhuru utaenda kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo. Ikumbukwe kwamba miradi hii ya maendeleo aliyeitekeleza ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Labda wewe una yapi ya kusema katika miaka yake 4 ya dhahabu? Kiukweli aliyoyafanya hatukuyategemea. Kila mmoja tunatambua, tunatamani mwanangu atasoma, atapata labda tuseme B, atapata C kulingana na ninavyomwangalia. Lakini daktari, mwenyekiti wa chama chetu sisi wana Chama cha Mapinduzi, kwa ukweli amefanya mambo makubwa, na sisi vijana tunasema hatumdai. Tunachotakiwa kukifanya kutoka kwake ni kumpigia kura za ndio itakapofika mwezi Oktoba, kwa wale wana Chama cha Mapinduzi na wasiokuwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ametekeleza miradi yote ya maendeleo ndani ya maeneo yetu, ndani ya nchi hii ya Tanzania. Kila sekta ameigusa, mambo makubwa ameyagusa mama huyu. Kwa kweli mnyonge mnyongeni, haki yake mpendi. Sasa sisi mnyonge hatumnyongi, haki tunampa, kwa sababu kazi aliyoifanya ni kubwa sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Asante sana, tunakushukuru. Mfuatiliaji wa Snadareal TV, nilikuwa na Mbaraza, ametuambia mambo kibao, kiwemo utekelezaji wa miradi ya maendeleo iliyotekelezwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Miradi hii inaenda kuzinduliwa na Mwenge wa Uhuru. Mimi ni John Hassan, Snadareal TV.